Nairobi. Idadi ya waliouawa kwenye maandamano ya hapo jana imefika 15 huku baadhi ya familia za waliouawa zikiwatambua wapendwa wao waliopigwa risasi. Kati ya wale waliouawa ni vijana wa umri wa miaka 17, baadhi yao wakiwa wanafunzi wa shule za upili waliopoteza maisha yao licha ya kutohusika na maandamano. Familia hizi sasa zikidai haki, kama anavyotuarifu Gatete Njoroge. Winfred Mwangi analiwazwa na jamaa na marafiki muda mchache baada ya kuona mwili wa mumewe Kelvin Njau. Safari ya kutoka kazini kuelekea nyumbani ikimjongea. Njau alipigwa risasi kichwani katika steni ya magari Kikuyu. Nikameniacha na mtoto yako na 2 months na huyo mwingine ako 2 years ako na cerebral palsy. Like I don't know even what I'll do. Just want justice. Sai ameachwa bila bona, bila support. Na watoto wawili. Hata sijui niseme nini kwa serikali hii. Fatuma Opango ana majonzi pia. Maandamano yaliyofanyika Rongai Jumatatu yakisababisha kifo cha mpwa wake Ian Opango. Alipigwa risasi kichwani akiwa na wenzake waliojitokeza kukumbuka vijana waliouawa mwaka jana. Waache kutuumiza. Waache kuumiza watoto wadogo wenye wangetuzika sisi. Sasa kama wanaua watoto wadogo na sisi wenyewe tumezeeka, nani atatugaramia sisi? Waache kutuumiza. Wale watoto wetu, waache watoto wetu wakae na freedom yao. Mimi naomba tu justice kwa mtoto wa ndugu yangu kabisa. Kitu naomba tu ni justice. Ni kilio kilicho na familia ya Garrison Mutisia, eneo la Emali. Mutisia ni miongoni mwa watu wawili waliouawa kwa kupigwa risasi mjini Emali Jumatano. So asubuhi kama familia tumechukua hatua, tumelodge complaint na IPOA. Taarifa tunazopokea ni kwamba mambo yanaendelea tu kuangaliwa. Mjini Karatina, mwanya huu katika jengo hili unaashiria eneo risasi iliingia na kukatiza maisha ya Kenneth Ouma aliyekuwa akifanya mazoezi pamoja na wenzake. Tukaanza kusikia marisasi zinaingia gym, sisi tukalala chini. So the moment nilikuwa namwambia lale chini, yeye alikuwa ameshapona risasi wapi? Kwa shingo. Ndio alikuwa ameshika hapa. Hakuna uchunguzi yenye tunafanya ati alikufa na nini. Imedhibitika alikufa na risasi, na risasi inaonekana na huyo siasa amekubali alikufa na risasi. I don't see even the meaning of postmortem. Nafanya postmortem ya nini? Kule Molo, mamake Dennis Njuguna ni mwingi wa majonzi na mawazo. Mwanawe mwanafunzi wa kidato cha 4 alipigwa risasi kichwani akielekea nyumbani kwa likizo fupi. Njuguna alikuwa ameabiri pikipiki iliyoanguka kabla ya polisi kufiatulia risasi iliyomuua. Jaribu tu aongeleshe. Waache kutumia tu risasi tafadhali tu. Na Mungu tu amuonekanie, amshukie tu. Aone wanafanya vibaya. Kwa kutulia watoto, jua kuna kitu kibaya na kiko uchungu kama mtoto. Gatete Njoroge, Runinga ya Citizen.